Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'i al-Qur'ani ma'a muhibbihi, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada ya rahma kiongozi wa umma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbele yenu ni al-akh Muhammad Omar Samata. Napenda kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kuwakaribisha ndugu zetu waandishi wa habari mliopo mbele yetu na wote ambao tuliwaalika kutoka taasisi na madrasa mbalimbali katika hafla hii fupi ya uzinduzi. Kwa hakika Tanzania imepata bahati kubwa ya kuwa na taasisi nyingi zinazoandaa shughuli mbalimbali za mashindano makubwa ya Qur'ani, tofauti na nchi nyingi ambazo hutumia nguvu kubwa ya kuandaa shughuli moja tu ya mashindano ya Qur'ani. Hata hivyo, mashindano mengi ya Qur'ani yanayoandaliwa hapa nyumbani Tanzania huhusisha vijana wa kike na wa kiume. Lakini kwa makusudi kabisa, Umaif, yani Ummul Mu'minina Aisha Foundation, kwa zaidi ya miaka 10 sasa imekuwa ikiandaa mashindano ya tofauti yanayohusisha kundi muhimu mno katika jamii, kundi la wanawake watu wazima. Umaif imejikita katika falsafa ya kuwa Qur'ani ndiyo msingi wa elimu zote, na hivyo katika jitihada za kumuelimisha mwanamke, Qur'ani lazima iwe ndiyo kipaumbele cha kwanza kabla ya elimu nyingine. Ni wazi kuwa suala la kuhifadhisha Qur'ani limepewa kipaumbele cha kipekee na taasisi hii kwa kuwa ndiyo msingi mkuu wa elimu na maarifa. Alhamdulillah, Umaif inamiliki kituo cha kuhifadhisha Qur'ani kwa watoto na kina mama. Bila shaka ni dhahiri kuwa katika kuwahifadhisha Qur'ani kina mama watu wazima, juhudi kubwa inahitajika kutokana na majukumu mazito na makubwa wanayokabiliana nayo, hali inayosababisha changamoto kubwa ya kushiriki kwao kikamilifu katika shughuli ya kuhifadhi Qur'ani sambamba na shughuli nyingine za kitaaluma kwa ujumla. Ili kuamsha hamasa kubwa zaidi katika jamii, Umaif haikutosheka kuwa na kituo cha kuhifadhisha Qur'ani pekee, bali pia iliamua kwa makusudi kabisa kuasisi mashindano ya Qur'ani. Ndipo mnapo mwaka 2013 ilipoasisi mashindano haya makubwa, mazuri na ya aina yake. Mashindano ambayo yalianza ngazi ya chini kabisa, ngazi ya kata, na kupanda ngazi kutoka ngazi ya kata, mkoa, na hatimaye hivi sasa kufikia ngazi ya kitaifa. Mashindano ambayo yakishirikisha washiriki wenye umri wa kuanzia miaka 25 na kuendelea kutoka katika mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na visiwani. Makundi ya mashindano haya mwaka huu ni kama ifuatavyo. Takuwa na juzuu 1, juzuu 3, juzuu 5, juzuu 7, juzuu 10, 15, 20, 25 pamoja na 30. Lakini pia kwa kipekee kabisa tutakuwa na kundi maalumu ambalo kundi hilo huhusisha akina mama waliokuwa zaidi ya miaka 70. Lakini pia tuna wale ambao ni walemavu wa macho ama walemavu wa viungo vingine, na wale wanaosoma kwa njia ya namba, yani tahqiqi tashjia. Hali kadhalika ni vyema ikafahamika kuwa Umaif
haikuasisi mashindano haya makubwa na ya kipekee hivi hivi tu, bali iliasisi mashindano haya kwa malengo maalum. Miongoni mwa malengo hayo, moja, kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala; mbili, kuwahamasisha wanawake wa Kiislamu kusoma na kuhifadhi Qur'ani; tatu, kupandikiza maadili mema katika jamii kupitia mafundisho sahihi ya Qur'ani na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam; nne, kuwahamasisha waliohifadhi Qur'ani kuendelea kuisoma, kuifundisha na kuifanyia kazi katika maisha yao ya kila siku; tano, kuwahamasisha watoto na vijana wa Kiislamu kuipenda, kuisoma na kuhifadhi Qur'ani kupitia wazazi ama walezi wao, kwa kuwa wazazi ama walezi wao ni kiigizo chema kwao; sita na mwisho, kusambaza ujumbe wa Qur'ani kupitia mikusanyiko. Mathalan, ujumbe wetu wa mwaka huu, Qur'ani ni amani. Alhamdulillah, tangu tumeasisi mashindano haya tumeshuhudia mafanikio kadha, ikiwemo: moja, kuongezeka kwa mwamko na hamasa ya kuhifadhi Qur'ani kwa kina mama watu wazima, na hili kwa dhahiri kabisa linashuhudiwa kwa kuongezeka kwa idadi ya kina mama wanaoshiriki mashindano haya tangu hatua ya awali ya usajili, michujo na hata kufikia kilele cha mashindano. Pili, kuhamasika kwa watoto na vijana katika suala la kuhifadhi Qur'ani kupitia wazazi ama walezi wao. Tatu, kukua kwa viwango vya usomaji wa Qur'ani kwa kina mama watu wazima. Mfano, mmeuona mama yetu pale alivyokuwa akisoma Qur'ani kipindi cha miaka ya nyuma. Sheikh Ali ndio mwalimu wetu mkuu, anawajua vizuri sana. Nafikiri anayaona mabadiliko haya ya usomaji, nanyi mmekuwa ni mashahidi leo hii. Nne, kuongezeka kwa idadi ya kina mama waliohifadhi Qur'ani yote, na mwisho kabisa kuongezeka kwa taasisi mbalimbali zinazoandaa shughuli za mashindano ya kina mama kama haya. Miongoni mwa taasisi hizo ni pamoja na Aisha Sururu Foundation ASF, wanafanya mashindano haya ya kimkoa Dar es Salaam; Ashabul Kafi Islamic Center AKIS, nao wanafanya mashindano haya; Darul Ulum Islamic Center Kigamboni pale, nao wanafanya mashindano haya kiwilaya ya Kigamboni; Raya Office Center wapo Morogoro, nao wanafanya mashindano haya kina mama; Rawdatul Janna Arusha, nao wanafanya mashindano haya kina mama; Abdurrahman ibn Auf Arusha, nao wanafanya mashindano haya; Ittihadi Mamazi Society Mbeya, nao wakifanya mashindano haya; lakini pia Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani kina mama Zanzibar, nao wanafanya mashindano haya na nyinginezo. Bila shaka panapo mafanikio huwa hapakosagi changamoto. Kwa hiyo mafanikio haya hayajapatikana kirahisi. Ziko changamoto kadha tunazokabiliana nazo, lakini changamoto kubwa zaidi ni changamoto ya rasilimali fedha. Hivyo tunaomba sana wadau wa kheri kutuunga mkono zaidi katika kufanikisha mashindano haya makubwa na ya kipekee ya kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa kina mama watu wazima. Mwisho kabisa, nishukuru sana, asanteni sana, na muendelee kufuatilia taarifa zetu kupitia vyombo mbalimbali vya habari na mitandao yetu ya kijamii ambayo ni ya Umaif Islamic Center. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, nuru ya dini yako.